msamaha mahali popote tulipokosa, katika kuanza kwetu, katika kunena kwetu, katika kutenda kwetu. Sisi sote wanadamu, hakuna mwanadamu aliyekamilika hata mmoja. Bwana Yesu Kristo, tunakutafuta ingawa katika hali ya kupapasa, bado hatuja kufikia vile inavyostahili. Paulo aliposema tukiwa na imani angalau kidogo kama punje ya haradali, tunaweza kuhamisha mlima. Bwana, hatujafika hapo. Tunachechemea, tunajaribu kusogea ili tuweze kufanana naye katika ukuu wote na uweza. Pale Mwanzo 1:26 ukasema natufanye mtu kwa mfano wako na sura yako. Ulimfanya mtu kwa mfano wako na sura yako. Ulituumba kwa mfano wako na sura yako. Lakini mpaka dakika hatuweza kufikia vile viwango stahiki ambavyo Yesu anataka tuwe navyo. Bwana Yesu, tunashuka na kunyekea katika ukuu wako na uweza. Tukaribisha uwepo wako na ukuu wako katika ibada hii mahali hapa. Amen. Ucha Zaburi ya 18. Tusoma Zaburi yote ya 18 kwa msaada wa Bwana wetu Yesu Kristo. Zaburi ya 18 yote. Bwana Yesu Kristo, nakaribisha uwepo wako. Endelea kuonekana. Naomba msaada wa Roho wako Mtakatifu napoenda kuisoma Zaburi hii. Wewe Bwana, nguvu zangu, nakupenda sana. Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu. Mungu wangu, mwamba wangu, ninayemkimbilia. Ngao yangu na pembe ya wokovu wangu alisha na ngome yangu. Nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa. Hivyo nitaokoka na adui zangu. Kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu. Akaisikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake. Ndipo nchi iliyotikisika na kutetemeka, misingi ya milima ikasukasuka, ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu. Kukapanda moshi kutoka puani mwake, moto ukatoka kinywani mwake ukala. Makaa yakawashwa nao. Alizinamisha mbingu akashuka. Alizinamisha mbingu akashuka. Alizinamisha mbingu akashuka, kukawa na giza kuu chini ya miguu yake. Akapanda juu ya kerubi akaruka, namu aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Alifanya giza kuwa mahali pake pa kujificha, kukawa hema yake ya kumzunguka. Giza na mawingu makuu ya mbinguni. Toka mwangaza uliokuwa mbele zake kukapita mawingu yake makuu, mvua ya mawe na makaa ya moto. Bwana alipiga radi mbinguni, yeye aliye juu akaitoa sauti yake. Mvua ya mawe na makaa ya moto akaipiga mishale yake akawatawanya. Naam, umeme mwingi sana akawatapanya. Ndipo ilipoonekana mikondo ya maji, misingi ya ulimwengu ikafichuliwa. Bwana, kwa kukemea kwako, kwa mvumo wa pumzi ya puani mwako, alipeleka kutoka juu, akanishika na kunitoa katika maji mengi. Akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu, na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Akanitoa, akanipeleka panapo nafasi, akaniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Bwana alinitendea sawasawa na haki yangu, sawasawa na usafi wa mikono yangu akanilipa. Maana nimezishika njia za Bwana, wala sikumwasi Mungu wangu. Hukumu zake zote zilikuwa mbele yangu, wala amri zake sikujiepusha nazo. Nami nalikuwa mkamilifu mbele zake, nikajilinda na uovu wangu. Mradi Bwana amenilipa sawasawa na haki yangu, sawasawa na usafi wa mikono yangu mbele zake. Kwa mtu
fadhili utakuwa mwenye fadhili. Kwa mkamilifu utajionyesha kuwa mkamilifu. Kwake ajitakasaye utajionyesha kuwa mtakatifu. Na kwa mpotovu utajionyesha kuwa mkaidi. Maana wewe utawaokoa watu wanaoonewa, na macho yao na macho ya kiburi utayadhili. Kwa kuwa wewe unaiwasha taa yangu, Bwana Mungu wangu ananiangazia giza langu. Maana kwa msaada wako nafuatia jeshi, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wote watakao mkimbilia. Maana ni nani aliye Mungu ila Bwana? Ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Mungu ndiye anifungaye mimi alisa mshipi wa nguvu, naye anaifanya kamilifu njia yangu. Miguu yangu anaifanya kuwa ya kulungu, na kuisimamisha mahali pangu pa juu. Akanifundisha mikono yangu vita, ananifundisha mikono yangu vita. Mikono yangu ikaupinda upinde wa shaba, nao umenipa ngao ya wokovu wako. Mkono wako wa kuume umenitegemeza, na unyenyekevu wako umenikuza. Umenifanyizia nafasi hatua zangu, na miguu yangu haikuteleza. Nitawafuatia adui zangu na kuwapata, wala sitarudi nyuma hata wakomeshe. Nitawapiga wasiweze kusimama, wataanguka chini ya miguu yangu. Nawe unifunga mshipi wa nguvu kwa vita, unitishia chini yangu walioniondokea. Naam, adui zangu nimewafanya wanipe visogo, nao wanaonichukia nimewakatilia mbali. Walipiga yowe lakini hakuna wa kuokoa, walimwita Bwana lakini hakuwajibu. Nikawaponda kama mavumbi mbele ya upepo, nikawatupa nje kama matope njiani. Umenikoa lisa na mashindano ya watu, umenifanya niwe kichwa cha mataifa. Watu nisiwajua walinitumikia. Kwa kusikia tu habari zangu mara wakanitii. Wageni walinijia wakaninyenyekea, wageni nao walitepetea. Walitoka katika ngome zao wakitetemeka. Bwana ndiye aliye hai, na ahimidiwe mwamba wangu, na atukuzwe Mungu wa wokovu wangu. Ndiye Mungu anipatiaye kisasi, na kuwatisha watu chini yangu. Kuniponya na adui zangu, naam waniinua juu yao. Walioninukia na kuniponya na mtu wa jeuri. Basi Bwana nitakushukuru alisa kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Ampa mfalme wake wokovu mkuu, amfanyia fadhili masihi wake, Daudi na mzao wake hata milele. Amina. Ya Mithali 18 kwa msaada wa Bwana, Mithali ya 18 yote. Mithali 18. Ajitengaye na wenzake utafuta matakwa yake mwenyewe, ushindane na kila shauri jema. Mpumbavu hapendezi na ufahamu, ila moyo wake udhihirike tu. Ajapo asiye haki uja dharau pia, na pamoja na aibu uja lawama. Maneno ya kinywa cha mtu ni kama maji ya vilindini, kijito kibubujikacho chemchemi ya hekima. Kukubali uso wake asiye haki si vizuri, wala kumpotosha mwenye haki hukumuni. Midomo ya mpumbavu huingia katika fitna, na kinywa chake huita mapigo. Kinywa cha mpumbavu ni uharibifu wake, na midomo yake ni mtego wa nafsi yake. Maneno ya mchongezi ni kama vitoweo, naye hushukia pande za ndani za tumbo. Yeye naye aliye mvivu katika kazi yake ni ndugu yake aliye mharabu. Jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama. Mali ya mtu tajiri, mali ya mtu tajiri, mali ya mtu tajiri, mali ya mtu tajiri,
Mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu. Ni kama ukuta mrefu katika mawazo yake. Kabla ya uharibifu uja moyo wa mwanadamu, moyo wa mwanadamu hujivuna, na kabla ya heshima utangulia unyenyekevu. Yeye ajibuye kabla hajasikia ni mpumbavu na aibu kwake. Ni upumbavu na aibu kwake. Roho ya mtu itastahimili udhaifu wake, bali roho iliyovunjika nani awezaye kuistahimili? Moyo wa mwenye busara hupata maarifa, na sikio la mwenye hekima utafuta maarifa. Zawadi ya mtu umpatia nafasi, mleta mbele watu wakuu. Ajiteteaye kwanza huonekana kuwa ana haki, lakini jirani yake huja na kumchunguza. Kura hukomesha mashindano, hukata maneno ya wakuu. Ndugu aliyechukizwa ni mgumu kuliko mji wa nguvu, na mashindano ni kama mapigo ya ngome. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Atashiba mazao ya mdomo wake. Mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Maskini hutumia maombi, bali tajiri ujibu kwa ukali. Ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Amen. Studio. So Matendo ya Mitume 4:12. Tunakimbilia wewe Bwana, tukiamini kwamba utaendelea kututetea na kutupigania katika ukuu wako na uweza. Tukiwa tumevaa silaha zote za Bwana. Efeso sura 6 mstari wa 10-20, ili kuharibu kila kazi ya ibilisi katika mimea, katika wanyama, katika ndege, katika wadudu, katika vitu tunavyotumia kila itwapo leo mwanadamu. Tunaharibu zile hali, mikakati yote ya kuzimu, mikakati yote miovu iliyopangwa. Zaburi ya 33:12, tukitengua kila makusudi na mashauri ya mataifa iliyopangwa dhidi yetu kwa jina lako Yesu Kristo aliye hai. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ukainuliwe wewe pekee, ukazidi kuonekana katika ukuu wako na uweza wako ajabu. Karibu mfalme wetu, karibu Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Jina lako likatukuzwe na mahali hapa, ufalme wako ukaje, na mapenzi yako pekee yakatimizwe, na wala sio mapenzi ya adui. Kristo, tunaamini ya kwamba unaweza. Asante Yesu Kristo, asante mfalme, asante Bwana wa majeshi. Uwepo wako ukaonekane, ukuu wako ukaonekane, ufalme wako ukaje, na mapenzi yako yakatimizwe mahali hapa kila itwapo leo. Ni wewe pekee unastahili kuinuliwa, ni wewe Bwana unastahili kutukuzwa katika ukuu wako Bwana. Nani aliye kama wewe Yesu? Nobody like you Jesus, no one like you Jesus. You are the number one, you are the first and last, our Lord Jesus Christ. Thank you for your loving and for your kindness. You're the right way. Every human must fall. Amen. Karibu Yesu Kristo, karibu onekane, karibu jizirisha ndani yetu katika ukuu wako na uwezo kila itwapo leo Bwana. Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote, na nchi zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu wetu. Nendeni zenu, tokeni huko, msiguse kitu kichafu. Tokeni kati yake, iwe safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana, maana hamtatoka kwa haraka wala hamtakwenda kwa kukimbia, kwa sababu Bwana atawatangulia na Mungu wa Israeli atawafuata nyuma awalinde. Tazama, mtumishi wangu atatenda kwa busara, atatukuzwa na kuinuliwa juu, naye atakuwa juu sana, kama vile wengi walivyostaajabia uso wake ulivyokuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu. Ndivyo atakavyowastusha mataifa mengi, wafalme watamfumbia vinywa vyao, maana mambo wasiyoambiwa watayaona, na mambo wasiyosikia watayafahamu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako hili zuri, na ninakushukuru kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu. Asante kwa ajili ya Jumatano hii ya 18 Juni 2025. Kwa neema yako kuhani wa kifalme Bwana Yesu Kristo Halisi Albano, umenipa nafasi kusimama katika mimbari hii. Bwana wa majeshi Yesu Kristo, ninaomba nisinene kwa mazoea yangu,
bali kwa msaada wako. Nikimbilie neno lako, niishi katika neno lako, nisafasiri kwa mazoea, bali kwa msaada wako mwenyewe. Roho wako Mtakatifu akae ndani yetu, anisaidie kutembea katika neno lako inavyostahili. Amen. Tunaona hapa anaambiwa binti Sayuni, amka, jivike nguvu. Unawezaje kujivisha nguvu? Ina maana alikuwa dhaifu, hana nguvu, na amekaa mavumbini, amekata tamaa. Umefika mahali umekata tamaa katika maisha yako, uoni mbele, uoni nyuma, uoni pa kwenda kaskazini wala kusini. Umefungwa mahali, unaona hakuna msaada. Sauti inasema, inuka, amka, wake up, amka, binti Sayuni, jivike mavazi yako mazuri. Maana hapa anaonekana alikuwa amevaa mavazi yaliyochoka, amekata tamaa, na pengine hata akumbuki mara mwisho sabuni ilipita mara ngapi kwenye nguo yake. Hakumbuki hata mwili wake. Anaambiwa, jivike mavazi yako mazuri, Yerusalemu mji mtakatifu, kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa. Mtu ambaye hajaokolewa, mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye hana maisha ya wokovu, hatoingia kwako tena kukuonea au kukutesa. Amen. Akasema, jikungute mavumbi, uondoke uketi Yerusalemu, jifungulie vifungo vya shingo yako, binti Sayuni uliyefungwa. Kuna mtu alikuwa amekufunga mahali, kuna mahali ulikuwa umefungwa, huwezi kwenda, huwezi fanya jambo lolote. Anasema jikungute, toka kwenye mavumbi. Umegaagaa kwenye mavumbi kwa muda mrefu sana. Kristo anasema jikungute, toka kwenye mavumbi, uketi. Anasema, maana Bwana asema hivi, uliuzwa bure utumwani, naye anakukomboa bila fedha. Maana Bwana Mungu asema hivi, wana wangu hapo kwanza walishuka Misri utumwani, wakatumikishwa utumwa mgumu na aliyekuwa akiwatesa na kuwasumbua, dhiki, magonjwa au maradhi, madhaifu mbalimbali, hali ya kutokustawi, hali ya kutokufanikiwa, hali ya kukosa amani, hali ya kukemewa hata na watoto, hali ya kupigiwa kelele, hali ya kutelekezwa, hali ya kutokuona nuru katika maisha yako. Yesu anasema inuka. Ni wakati ambao yeye mwenyewe anaingia kazini ili kukufungua. Lakini tunapoona katika maandiko hapa, ule mstari wa pili anasema, jikungute mavumbi yako, mavumbi, uondoke uketi Yerusalemu, jifungulie vifungo vya shingo yako. So ina maana kwamba Yesu amekupa funguo za kujifungua wewe mwenyewe. Ukisoma ile Luka 10:19, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na kuzishinda kila nguvu za yule adui, wala hakuna kitakachowazuru. Kwenye Mathayo sura 16:18 akasema, wewe Petro, unajua mambo huu, nitanyaga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda, kisha nitakupa funguo za ufalme mbinguni. Lolote utakalofungua duniani nitafungua pia mbinguni, utakalofunga duniani litakuwa limefungwa pia mbinguni. Kwa hiyo kumbe tayari wewe unayemwamini Yesu Kristo unazo funguo za kufungua vifungo ulivyofungwa. Ndio, si ameandika hapa, jifungulie vifungo vya shingo yako. Shingo imefungwa, nira. Umewahi kuona mbuzi akifungwa, ng'ombe akifungwa, watumwa waliokuwa wakifungwa zamani kwenye shingo, kwamba hawezi kwenda umbali zaidi ya ile kamba ilipoishia au ile mnyororo ulipoishia. Kwa hiyo anasema fungua vifungo vyako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo nilikuwa mchana kidogo, nililala kidogo mchana. Sio vizuri sana kama lala mchana. Nikaanza kuota ndoto za kule nilikokuwa naishi zamani Kurasini. Alafu nikaonesha ile miji ilivyo, nikapita kule, nikawa natembea, nauliza fanya bado upo, yupo bado, yuko wapi yule na wengine pale. Alafu baadaye nikafika mahali jirani yetu ambao tulikuwa tunakaa naye sana, ambaye kiambaza nyumba yetu na nyumba yao vinakutana, madirisha yao na madirisha yao na ya kwetu yanasikilizana. Kwa hiyo huwezi kuongea kitu huku wasisikie. Nyumba zilikuwa zimejibanana sana. Nikawaona wameketi familia na viglasi ambavyo vinaonekana walikuwa wameka maji fulani. Lakini pia nikawaona wanafanya ibada ya kimizimu. Nikawaona, nikamshika mmoja ambaye namfahamu kumstua hivi, mwingine akanizuia. Tuache, wako serious kwenye maombi fulani ya kimatambiko.
nikawaona, nikatoka. Baada ya kuamka nikatengua kile nilichoona na kubatilisha kwamba siwezi kurudi tena kule Misri. Na nikaanza kuonyeshwa leo somo hili nilipofika hapa madhabahuni, nikaonyeshwa hili neno mapema nilipokuwa baada ya kuamka. Utasoma Isaya 52, itawafungua waliofungwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asema maana Bwana Mungu asema watu wangu hapo kwanza walishuka Misri ili wakae huko hali ya ugeni, na Mwashuri akaonea bila sababu. Bali sasa anafanya nini hapa? Asema Bwana, ikiwa watu wangu wamechukuliwa bure, hao wanaowatawala wanapiga yowe, asema Bwana, na jina langu linatukana daima mchana kutwa. Kwa hiyo watu wangu watalijua jina langu, kwa hiyo watajua siku ile ya kuwa mimi ndimi ninenaye, tazama ni mimi. Jinsi kwa hiyo baada ya ukombozi atakaofanya Yesu Kristo katika maisha yako, ndipo wanasema watu watalijua jina lake Yesu, kwamba ni jina kuu linalopita majina yote. Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema. Yeye aitangazaye amani aletaye habari njema ya mambo mema. Yeye autangazaye wokovu auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Sauti ya walinzi wako wanapaza sauti zao, wanaimba pamoja, maana wataona jicho kwa jicho jinsi Bwana arejeavyo Sayuni. Pigeni kelele za furaha, imbeni pamoja enyi mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, ameukomboa Yerusalemu. Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote, na ncha zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu wetu. Ameahidi na atafanya. Kwa hiyo lipo tumaini na upo hakika ya kwamba tutakombolewa. Utakombolewa, utawekwa huru kutoka katika mateso ya kiukoo, ya kikabila, ya kijamaa, ya kitaifa, ya kimataifa, mfumo wote ambao ulikuwa ukikuonea na kukutesa katika dhiki mbalimbali, katika maradhi mbalimbali, katika hali mbalimbali. Bwana atakutoa huko na kuweka huru. 11 anasema nendeni zenu, tokeni huko, msiguse kitu kichafu, tokeni kati yake, iweni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Tafsiri nyingine tumeona katika Wakorintho wa pili sura 6 mstari wa 14 hadi 18 kwenye Agano Jipya ameelezea mambo haya. Maana hamtatoka kwa haraka, slowly, taratibu, hakuna cha haraka wala kukimbia. Maana hamtatoka kwa haraka wala hamtakwenda kwa kukimbia, kwa sababu Bwana atawatangulia na Mungu wa Israeli atawafuata nyuma awalinde. Atakuwa mbele na atakuwa nyuma yetu kuhakikisha usalama wetu. Amen. Jinsi walivyotoka wana Israeli kule utumwani Misri, Farao akiwakimbiza na magari yake, lakini wasijue kwamba Bwana ametangulia mbele yao, wasijue pia yuko nyuma yao akiwalinda. Tazama, mtumishi wangu atatenda kwa busara, atatukuzwa na kuinuliwa juu, naye atakuwa juu sana. Kama vile wengi walivyokusajabia, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu, ndivyo atakavyowastusha mataifa mengi. Sikiliza, wafalme watamfumbia vinywa vyao, maana mambo yasiyoambiwa watayaona na mambo yasiyosikia watayafahamu. Tafsiri yake ni kwamba Kristo atamtumia mtumishi wake, au atamtumia mtumishi wake kufanya mambo makubwa ya kushangaza ambayo hawajawahi kuona, ambayo hawajawahi kusikia. Bwana atafanya na ataruhusu huyo mtumishi wake atende. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Neno hili halitadondoka bure, halitakwenda bure, linaenda kufanya na litaishi. Yamejibadilisha channel hii.
ya Mike, weka channel inayofuata. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ninaamini Yesu atafanya. Ninaamini Bwana atatenda. Mtumishi huyo anaweza kuwa wewe, naweza kuwa mimi. Bwana anaweza kutumia katika kufanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Amini ndivyo itakavyokuwa. Simama mahali ulipo tuombe. Sema Bwana Yesu, unitoe. Bwana iko chini sana. Fadhali rudisha ile letu. Bwana Yesu, katika ibada hii ya leo, wewe ndio unajua kifungo nilichofungwa kabla ya kuzaliwa kwangu na baada ya kuzaliwa kwangu. Kuna mahali nilifungwa vifungo mbalimbali. Vifungo cha shingoni. Shika shingo yako binafsi, shingoni. Bwana, leo nakifungua kwa neno lako. Uliponiambia nifungue vifungo vya shingoni. Kifungo cha shingoni nilifungwa, nikainamishwa, nikapangiwa kula na kunywa hata vile ambavyo sivipendi. Nilishurutishwa kunywa, nilishurutishwa kuvitumia. Lakini leo kwa neno lako, Isaya 52 mstari wa 2, ninafungua, ninajifungua kila kifungo walichonifunga. Sitatembea tena nikiwa nimeinamisha shingo au kichwa kama kobe. Kwa jina la Yesu aliye hai, kila kamba na kifungo walichofunga kwenye maisha yangu leo vinafunguliwa. Niliuzwa bure, ninafunuliwa bure, ninakombolewa bure kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaenda zangu, ninatoka huko kwenye asili ya baba yangu na mama yangu, ya mwenza wangu katika maisha. Sitagusa kitu kilicho kichafu tena. Natoka kati yake. Niwe safi. Unitakase Bwana, unifanye kuwa safi. Mimi ninachukua vyombo vyako Bwana, maana sitatoka kwa haraka wala sitakwenda kwa kukimbia, kwa sababu Bwana unatangulia mbele yangu, na Mungu wa Israeli unanifuata nyuma ili nilinde. Bwana Yesu, tangulia sasa, tangulia mbele ya Gombo Maranatha, tangulia sasa mbele ya Lumumba, Kidimu, Mkombozi, Mweza, Kibaha mjini, mkoa wa Pwani. Tangulia Bwana mbele ya taifa langu la Tanzania, tangulia mbele ya Afrika, tangulia sasa Amerika ya Kati, tangulia sasa Amerika ya Kusini, tangulia sasa Ulaya yote, tangulia sasa Bwana Asia yote, tangulia sasa Antarctica, tangulia sasa Australia, tangulia Bwana, tangulia Yesu Kristo hai. Tangulia mbele yao, uwe pia nyuma yao kuwalinda. Adui asiwafuatilie tena, adui asiwaonee tena, adui asiwatese tena, katika kula, katika kunywa, katika kuvaa, katika kuishi, katika uchumi, katika kila jambo jema analofanya huyo mwanadamu, nami nikiwa katikati yao. Bwana, tangulia mbele yangu Bwana wa majeshi. Ninatoka kule kwenye asili, kwenye vifungo, kwenye magereza, kwenye mateso. Ninatoka kwa Isaya 52. Ninatoka Bwana wa majeshi. Ndivyo hata wale wafalme waliokuwa wakitawala, waliokuwa wakinionea, sasa wanapiga yowe kwa sababu ya mshindo wa nguvu ya neno lako Yesu Kristo, kwa sababu ya kibali chako ulichotoa Bwana Yesu Kristo aliye hai, kwa mkono wako wa kuume ulio hodari.
atakayenitoa kwenye mikono yako. Hakuna atakayeitoa familia yangu kwenye mikono yako. Hakuna atakayetutoa kwenye usalama wako. Yesu Kristo aliye hai, umetangulia mbele yangu. Asante kwa kuwa wewe ni hodari, kwa kuwa wewe ni shujaa. Unanifanya leo niwe shujaa, umenifanya leo kuwa hodari. Natembea nikiwa nimeinua kichwa changu mbele, kwa sababu Mfalme wa utukufu, Bwana mwenye nguvu yu ndani yangu. Sawa na Zaburi ya 24, sitaogopa tena. Hakuna hofu, hakuna mashaka, hakuna hali ya kulia, hakuna hali ya kujuta, kwa sababu Bwana yu ndani yangu. Bwana wa majeshi, nchi na vyote vijazavyo ni mali yako Bwana. Dunia na wote tunaokaa ndani yake ni mali yako Bwana. Yesu Kristo, mweka misingi yako juu ya bahari na juu ya mito ya maji ulithibitisha. Bwana Yesu Kristo, mimi nitapanda katika mlima wa Bwana. Naam Bwana umesema mimi nitapanda palipo patakatifu, kwa kuwa Bwana wewe ni mtakatifu. Umenitakasa kwa damu yako ya thamani. Bwana Yesu Kristo, na mikono yangu ni safi na moyo wangu ni mweupe. Sijanuia nafsi yangu kwa ubatili, wala sikuapa kwa ila. Napokea baraka kwa Bwana, napokea baraka kwa Bwana, na haki kwa Mungu wangu, na haki kwa Mungu wangu, na haki kwa Mungu wangu, na haki kwa Mungu wa wokovu wangu. Mimi ndicho kizazi cha watafutao Bwana, ninautafuta uso wako Mungu wa Yakobo. Ninainua kichwa changu, mimi ndiye malango, ninainua malango ya milele. Mimi Bwana, najua Mfalme wa utukufu umeingia ndani yangu. Mfalme wa utukufu ni wewe Bwana mwenye nguvu, hodari wa vita. Bwana Yesu Kristo, ninainua kichwa changu, mimi ndiye malango, nainua Bwana malango ya milele. Mfalme wa utukufu umeingia ndani yangu. Mfalme wa utukufu ni Bwana wa majeshi. Wewe ndiye mfalme, Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi. Lumumba Kidimo, mkombozi mweza, Kibao mjini, mkoa wa Pwani, Kanza Gale, Vingunguti, kwa ukoo wako unaweza. Bwana umeingia. Taifa langu la Tanzania, mkoa wa Pwani umeingia. Bwana wa majeshi, Bwana Yesu Kristo, Afrika umeingia. Uwepo wako na ukuu wako onekana ndani ya nafsi na roho na mwili wa kila mmoja wetu Bwana. Ndiyo Bwana, na wakuu wote wa dunia na mataifa yote watalijua jina lako, watalijua jina lako, jina linalopita majina yote, jina linalopita majina yote. Mfalme usiotetemeshwa, Bwana hodari wa vita, tangulia Bwana. Kwa wewe ninaruka ukuta, kwa wewe nalifuatilia jeshi. Bwana wa majeshi, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, Bwana wa majeshi, Bwana na majeshi, na wagaragaza katika matope. Kwa wewe Bwana, kwa Zaburi ya 18, nafanya vita na wao na kuwashinda, kwa kuwa Yesu Kristo uko ndani yangu, nami niko ndani yako. Kwa mamlaka yako nashinda, kwa mamlaka yako natawala, kwa mamlaka yako namiliki. Bwana wa majeshi, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, haijalishi walinuia mabaya kwenye balamwezi, kwenye nyota, kwenye jua, kwenye sayari, kwenye vimondo, kwenye njia panda, kwenye ardhi nayoishi, kwenye mimea, kwenye wanyama, kwenye mambo yote. Leo Yesu Kristo tunavuka na hakuna kitakacho tudhuru. Kwa Luka 10:19, na kanyaga nyoka na nge na kuzishinda kila nguvu ya adui kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu mwana kondoo, na sabaratisha vikao vyao na kuruka mikakati yao. Zaburi 35:12, kila mpango wao mikakati yao ikashindwe. Saa 8:9-10, kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi ujipanga kiasi gani, lakini leo natoka katikati yao, katikati yao. Saa 49:24-26, hata kama nilitekwa kihalali kupitia koo zetu, kabila zetu, jamaa zetu, mataifa mbalimbali, leo ninatoka kwa jina la Yesu Kristo. Bwana majeshi, leo kwa jina la Yesu Kristo waandike kwamba mimi si wa kwao, mimi ni mali ya Kristo, mimi ni mali ya Bwana Yesu Kristo. Ninajikabidhi kwako Yesu Kristo aliye hai, naenda kumiliki na kutawala. Hakuna uonevu tena, hakuna mateso tena, hakuna kukaa na kulialia. Bwana yu ndani yangu, nami niko ndani yake, na neno lake linaishi ndani yangu daima milele. Asante Yesu Kristo aliye hai, naenda kumiliki na kutawala juu ya nchi, kwa kuwa Yesu ulinunua kwa damu yako ya thamani na kunifanya kuwa kuhani wa kifalme na kuniweka kumiliki juu ya nchi. Neno lako liko hai. Ufunuo wa Yohana sura ya 5:9-10. Bwana ukaonekane, Bwana ukaonekane kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, katika taifa lote, katika nchi yote, katika bara yote, na miliki na kutawala katika uwezo wa ajabu. Bwana wa majeshi, Mungu wa Isaka na Yakobo, Bwana wa majeshi,
onekana Bwana, ndiyo mfalme wa utukufu, Bwana mwenye nguvu, hodari, simba wa kabila Yuda. Yuda ni yangu. Si kwamba nimeweza tu kuanza uchoraji na kuweza kufanikisha. Nimefanikisha kazi hiyo ya uchoraji na nimepata mapato yake ambayo yalipotezwa nyakati zote, lakini eti hivi sasa nimeingia kwenye fani hiyo na nimeshapata mshahara wake. Namshukuru Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya kazi yangu ni hii hapa. Moja ya kazi yangu hii hapa ni kuanzia uchoraji wa picha pamoja na kuandika herufi. Ndio kazi hii ambayo inaonekana hapa. Namshukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya miaka 56 sitakuwa wapi kifungoni? Miaka 56, baada ya miaka 56, ndio. Rudia. Baada ya miaka 56 sitakuwa kifungoni. Ni ajabu kwamba baada ya miaka 56 nikiwa kifungoni, lakini kwa kumtumaini Mungu na kuenenda kwa kumwamini Mungu, basi miaka hiyo 56 leo amenifungua. Namshukuru Mungu. Amina. Muda mzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Namfurahia sana Kristo. Nafurahia pia ushuhuda wa baba. Na mimi pia umezidi kunibariki sana. Miaka 56 sio mchezo. Haleluya. Ila Mungu ni mwaminifu. Na mimi pia nazidi kumfurahia Kristo sana. Katika maombi ya kurudisha, na shangaa jana nilikuwa namfanyia huduma mtu. Wakati namfanyia huduma nilimalizia ile ya kuita njoo. Njoo. Baada ya kumrudisha njoo, yule mtu akainuka pale alipokuwa. Baadaye akaniambia kwamba hakuepo, alikuwa ametekwa. Na alipotekwa akaambiwa, akajaribu kutaka kuita Yesu akuona msaada. Alikazana kuita, hakuona msaada. Akajisalimisha tu kwa wale walomteka wafanye wanachotaka. Ila cha ajabu sana, anasema kwamba alichoshangaa yule, anasema alishangaa yule mtu akimtuma kwenda kuchukua vitu vya thamani vya watakatifu. Akamwambia wa kwanza, namtaka yule pale. Alikuwa anaonekana yuko njiani, ana vitu vyake vya thamani mkononi. Akamwambia, nenda kavinyang'anye uniletee. Na yule kwa sababu alikuwa ameshatekwa, akaenda kavinyang'anya. Akamwambia vizuri. Lakini akaona tena anamuomba Mungu. Akamwambia Mungu, mimi nataka hawa watu ambao wanajidai wanakutukuza wewe, hawa ambao wanakutukuza, nataka wote waniwatumikishe. Wote nataka niwatumie. Bwana Yesu atusaidie sana, aturehemu. Amen. Yaani wanaomtumikia Yesu, shetani anawataka hao. Kwa hiyo sio amen, ila Mungu aturehemu. Amen. Na akaniuliza kwa nini huyu alikuwa naomba hivyo. Nikamwambia ukisoma kuna Ayubu pale, ukianza mstari wa 6 na kuendelea kule chini, unaona kwamba wana wa Mungu walikuwa wanaenda kwa Mungu kuomba, kujihuzurisha, shetani alienda. Na tunaona kwamba kule mbele Mungu alikuwa anajitukuza. Mmoja tu, Ayubu, alisema kwamba huyu mtu ni mkamilifu, mcha Mungu, anaepukana na uovu. Na shetani mwenyewe akasema kwamba kweli kwamba umemzingira kila kitu chake. Umekizingira kila kitu chake. Kwa hiyo pale shetani hakuweza kumfuata. Kwa hiyo wale ambao wanafuatwa na shetani wakaweza kupatwa na shetani, na maana kwamba hawajamcha Mungu ipasavyo, hawajaepukana bado na uovu. Na kwa hiyo uzio au wigo wa Mungu haujaweza kuwazingira, kuwalinda. Amina. Kwa hiyo shetani huwa anaongea na Mungu na anaomba. Akamwambia sasa hivi nataka uende kwa fulani. Na huyu mtu pia ni mtu ambaye
haendi sawa sawa, haendi sawa sawa. Akaenda pia kule, anasema kwamba aliona mti mrefu akaurukia akaudandia, na wale watu wakawa wameingia mle ndani. Walichukua nini, walifanya nini hatujui, lakini kwangu nikaona kwamba nyumba ni moyo wa mtu ndani ya moyo, na mti ule ina maana ni Ashera. Akamwambia pia mwingine, nataka uende kwa yule pale. Amina. Wakati huo lakini pia naye akaona pia umo ndani, akaendelea kuomba, anaita moto. Baadaye akajikuta kwamba anaitwa sauti, njoo. Akaona mahali kuna giza, lakini aliona nuru, akajikuta ile njoo rudisha, akajikuta kweli kainuka karudi. Nilichokuwa nakiona kwangu, mafunzo makubwa niliyokuwa nimeyaona kwamba shetani ukule kwamba anatamani sana kutumikisha wale ambao ni wacha Mungu, lakini shetani atawatumikisha au atachukua vya kwao, yani kwamba anaenda na vibeba vile ambavyo tumebarikiwa, pale ambapo hatuendi sawa sawa. Wale wote ambao alokuwa ameonyeshwa nenda kawachukue, wale wote tulikuwa nao hapa, na wale wote sasa hivi hawaendi sawa, wako kwenye njia ambazo wao wanaamini zinawafaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine pia tunaona kwamba aliweza kuingia ndani mwao, na kwamba shetani anamwomba Mungu. Akasema ilikuwaje, mbona niliona Mungu kanyamaza? Na Mungu yani kwamba kana wasiana naye, nasikilizana naye kabisa, niliona hivi. Ukweli kwamba shetani huwa anaongea na Mungu kwa sababu hana uwezo wa kufanya kitu kwa cha Mungu asipopata kibali cha Mungu. Amina. Nitoke hapo, kitu kingine nilichokuwa nimekiona pia, nikiwa ofisini, ulikuja na binti mmoja wa miaka 16, msichana wa sekondari. Msichana wakati nampima macho, nikagundua kwamba ndani yake ana kitu kingine. Yaani ni Mkristo, lakini ndani yake ana mbegu ya Uislamu. Ana mbegu ya Uislamu. Nikamwambia binti, wewe unapenda Uislamu? Akaniambia ni kweli. Nikamwambia unatamani uwe Muislamu hapo ulipo? Akasema ni kweli. Umeshawahi kwenda msikitini? Akaniambia ni kweli. Na unaota pia huko msikitini na swali? Akasema ni kweli. Nikamwambia hata wavulana wanaokufuata ni Waislamu? Akaniambia ni kweli. Nikamwambia mimi nataka utoke, nataka tukuombe. Kwa hiyo nikamwita mamake. Mamake alikuwa hajui chochote, akasema hapana, sijui ni nini. Nikamwambia sasa ndo huyo. Nikamuuliza umeota nini? Akasema niliota joka kubwa sana limeingia kwenye nyumba yetu. Ni kubwa na mimi nikaogopa. Kwenye nyumba ina maana kwamba kwenye moyo. Mama akasema okay, kumbe ndio maana huyu binti hapendi kwenda kanisani. Hapendi kwenda kanisani. Nikamwambia kwamba ungegundua tu baadaye au mwisho wa yote mtoto anaolewa na Muislamu na akabadilisha dini. Nisingekubali. Nikamwambia hujawahi kuona watu ambao hawataki hata kusikia na watoto wao wameenda huko? Akasema ni kweli. Wa kwanza nimemwona mdogo wangu mwenyewe yuko huko. Nikamwambia okay, wazazi walikubali, hawakukubali, lakini mtoto yuko huko na kaza wa huko. Akasema ndio. Nikamwambia na wako ingekuwa hivyo. Wewe kiume alikuwa amekubali na watoto wake wameruhusu. Be? Na kiume alikuja kwa ameshabadilisha dini kwa kazi ya baba wake na Kristo. Kwa hiyo nikamwambia nikamhubiria yule binti, akakubali kuombewa toba, nikamuongoza maombi ya toba na kuivunja ile roho na kumtenga huko na kumuingiza kwenye utukufu wa Yesu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya hicho ambacho Bwana aliweza kufanya kwa yule binti pia, na mzazi wake alishukuru akafurahia kwamba hakujua mtoto wake alikuwa tayari yuko kwenye mtego mgumu namna hiyo. Mungu atukuzwe katika hilo. Amen. Asante. Hawa itaanza kuongea naye kwa kana ushindi.